Hujambo na karibu tena, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa pasina shaka upo salama kabisa. Hiki ambacho kinaendelea Chadema, je, Chadema inajijenga au inajibomoa, inajimega? Tumeshuhudia mambo makubwa yakizidi kutokea Chadema, wimbi la wanachama pamoja na viongozi kuhama Chadema likiongezeka, jambo ambalo mimi nilikuambia kwamba kwa namna moja ama nyingine linafanya chama kinazidi kuwa na mvuto zaidi. Tumeona mikutano ambayo Chadema wanaifanya huko Mwanza, tumeona namna ambavyo watu wamejitokeza kwa wingi mno, mikutano ambayo imefanyika kanda ya Ziwa ya Chadema ikiongozwa na makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche, ambaye kwa sasa ndiye kiongozi mkuu kwa sababu Tundu Lissu yupo gerezani kwa kesi ya uhaini. Kwa hiyo mambo yote kwa sasa yanaongozwa na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche. Utaona ni kwa namna gani ambavyo watu wanajitokeza kwa wingi na wakiitikia na kuelewa nini Chadema inamaanisha kuhusu kampeni ya no reforms no election, kwamba kama hakuna mabadiliko basi hakuna uchaguzi ambao utafanyika. Ningependa kuangazia hili, tuanzie usiku wa kuamkia Jumatano tarehe 22 mwaka 2025 pale chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilipopata mwenyekiti mpya, naye ni Tundu Antipas Mugwai Lissu, baada ya kumshinda Freeman Aikaeli Mbowe aliyekuwa ameshika wadhifa huo kwa miongo miwili tangu mwaka 2003. Tangu uchaguzi huo kuisha, kumekuwa na vuta ni kuvute kwa Chadema. Jambo la kwanza, vuta ni kuvute na utawala, ambayo sio mpya, ni mwendelezo wa harakati za Chadema dhidi ya kile wanachoamini ni kukosekana kwa haki katika vyombo vya kusimamia uchaguzi. Ili kuwepo haki, wanahitaji kuwepo na mabadiliko ambayo yatatokana na katiba mpya. Lakini jambo la pili, kuna vuta ni kuvute ndani ya chama. Vuta ni kuvute ndani ya chama ilianza wakati wa uchaguzi wa kumtafuta mwenyekiti uliofanyika mwezi wa kwanza mwaka 2025, especially kati ya wafuasi ambao walikuwa wakimuunga mkono Freeman Mbowe pamoja na wafuasi ambao walikuwa wanamuunga mkono Tundu Lissu. Tuliona kauli nyingi zikatolewa, vijembe na ngonjera zikaganiwa. Wengi waliamini hayo yangemalizika baada ya uchaguzi kuhitimika. La hasha, tumeona haionekani kubadilika. Zaidi, mchafuko umezidi kuongezeka ndani ya Chadema, mambo yakiendelea kuwa mengi, watu wakikimbia chama, viongozi kutukanwa, lakini kubwa zaidi ni kwamba mivutano yote miwili ina asali kwa Chadema. Mvutano wa kwanza kati ya Chadema na utawala umepelekea Tundu Lissu kuwekwa ndani kwa kesi ya uhaini. Viongozi wengine na wanachama pia wamekamatwa kwa nyakati tofauti na kuachiwa, lakini hilo hilo si jambo jipya, linatarajiwa. Tumeshuhudia mambo kama haya ya kutokea kwa muda mrefu sana. Kama unakumbuka, pia Freeman Mbowe kipindi akiwa mwenyekiti, pia kipindi cha nyuma alikamatwa pia na kupewa kesi ya ugaidi, lakini jambo likaisha salama. Lakini safari hii, kipindi ambapo Chadema wanamhitaji kweli kweli mwenyekiti wao Tundu Lissu, anakamatwa na kupewa kesi ya uhaini. Lakini kwenye mvutano huu wa pili umepelekea baadhi ya wanachama wanachama wa Chadema pamoja na viongozi kukiachia mkono chama hicho. Ni ukweli ulio wazi kwamba kuondoka chamani ni haki ya mwanachama yeyote wa chama chochote, ila uamuzi huo unaweza usiwe na afya kwa chama. Tumeshuhudia viongozi wengi mno wakiondoka Chadema. Askofu Bagonza, nilikuhabarisha hapa, anasema kwamba kwa mtu yeyote ambaye atakuwa ameamua kuhama chama hazuiliwi, ni jambo la kawaida. Hata kwenye swala zima la mpira wa miguu tunashuhudia misimu inapomalizika wachezaji huwa wanahama kutoka timu moja kwenda timu nyingine,
lakini akahimiza kwamba endapo kihama chama kutoka chama ambacho unatoka kwenda chama kingine ambacho inakwenda, Askofu Bagonza anasema kwamba usituambie mabaya ya chama ambacho unatoka, ni beta ukatuambia mazuri ya chama ambacho unakwenda. Lakini tumeona safari hii viongozi wanachama wa Chadema ambao wanahama Chadema wanatumia muda mwingi kutaja madhaifu ya Chadema, lakini pia kukosoa viongozi wa Chadema na kila kitu kuhusu Chadema, lakini hawataji mazuri ya wapi wanakokwenda huko. Hiki ndicho ambacho Askofu Bagonza alikuwa anamaanisha kwamba unapohama chama basi tuambie mazuri ya huko ambako unaenda na sio mabaya ya huko ambako unaondoka, kwa sababu tushajua kuna vitu vibaya, ndio maana umeamua kuondoka. Hivyo tupe mambo mazuri ya huko ambako unakwenda. Katika nyakati za harakati za kudai mabadiliko ya kisiasa, hasa mbele ya utawala, watu ni mtaji muhimu sana. Utahitaji kuwa na watu wengi sana, ingawa swali la watu hao wawe wa aina gani litaibuka. Mwongozaji wa harakati hizo pia atakuwa na jawabu ya swali hilo. Kuna jambo la tatu pia kutoka Chadema ambalo ni jipya kabisa kwa Chadema. Tumeona ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wiki hii imetengua uteuzi wa wajumbe wa 8 wa sekretariat na kamati kuu ya Chadema ambao walithibitishwa na baraza kuu la chama hicho. Ofisi hiyo imesema ni kutokana na kuto kuwepo kwa akidi halali ya kikao hicho. Miongoni mwa waliotenguliwa ni vigogo wa chama akiwemo John Mnyika, katibu mkuu, Amani Golugwa, naibu katibu mkuu bara, Ali Ibrahim Juma, naibu katibu mkuu Zanzibar, Godbless Lema, lakini pia wapo wengine. Chadema kupitia makamu mwenyekiti bara John Heche imejibu kwa kusema inaendelea kuwatambua viongozi hao na hawatabadili chochote. Makamu mwenyekiti Heche amesema akiwa mkoani Mara, mimi nakuambia msajili, wewe huhitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu, sisi tunamtambua. Katika hili, hali ikibaki kama ilivyo sasa itakuwa nafuu kwa Chadema, lakini ikiwa msajili ataamua kuchukua hatua kubwa zaidi, huenda hilo likazusha shida nyingine ndani ya chama hicho. Huenda Chadema ikafutiwa usajili wake kabisa. Mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya katiba na sera Edson Kilatu akihojiwa na mojawapo ya vyombo vya habari vya ndani anasema msajili hana mamlaka ya kufanya kitu ambacho amekifanya. Maamuzi ambayo msajili ameyafanya ni batili kisheria, wako sahihi, sema kisiasa hiyo naiona ni changamoto, ila kisheria mimi sioni shida Chadema wasipozingatia hayo maagizo ambayo kimsingi yamekiuka katiba ya nchi, anasema Edson Kilatu. Maelezo ya Edson Kilatu anayaelekeza kwenye katiba ya Chadema ibara ya 622 ya mwaka 2016 toleo la mwaka 2019 ambayo inasema kwenye vikao vingine vyote akidi ni 50% isipokuwa kama kikao kinahusu mabadiliko ya katiba ambayo akidi yake ni 75%. Kwa mujibu wa Chadema akidi ya zaidi ya 50% ilikuwepo. Huu huenda ukawa ni mzozo mpya unaokwenda kuanza sasa, mzozo ambao utaiweka Chadema kwenye kaa la moto zaidi kutokana na mamlaka na nguvu kubwa aliyopewa msajili wa vyama vya siasa. Lakini tuangalie wimbi la uondokaji wa Chadema. Nani na nani ambao wameondoka Chadema? Wana asali gani Chadema? Kwa kuondoka kwao wameiacha Chadema na asali gani? Mimi nitabaki pale pale na kuambia kwamba kuondoka kwao Chadema kumeonesha wazi ni kwamba wapi walikuwa ni walamba asali na wapi wapo pamoja na chama. Lakini kwa namna moja ama nyingine chama kimeongeza mvuto zaidi. Watu hawakutegemea, naamini pia hata hao ambao wamehama sasa hivi Chadema na kwenda kwenye vyama hivyo vingine
hawakutegemea kuona kama mikutano ya Chadema itazidi kupata idadi kubwa ya watu, lakini pia mwitikio wa watu kwenye kampeni ya no reforms no election utakuwa ni mkubwa sana. Kuanzia juma lililopita kumekuwa na msululu wa wanachama wakiwemo viongozi wa kipindi kilichopita chini ya Freeman Mbowe ambao wanajiita G55 kutangaza kwa mafungu kuondoka Chadema. Kila siku tunaona press leo kundi la G55 wale ambao walikuwa wanaunda kundi hilo wakitangaza rasmi kuondoka Chadema. Msululu huo ulianza rasmi Jumatano ya Mei 7 mwaka 2025 iliyokuwa secretariat ya chama hicho kutangaza kuondoka, wakieleza kwa vyombo vya habari na umma sababu za wao kutimka. Hao ni aliyekuwa naibu katibu mkuu bara Benson Kigaila, aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki uenezi na mambo ya nje John Mrema, aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalimu, aliyekuwa katibu wa secretariat Julius Mwita na aliyekuwa katibu wa baraza la wanawake Chadema Bawacha Kaseli Miluge. Kigaila alisema kuna ubaguzi dhidi ya wanaohusishwa na upande wa Mbowe na wamekuwa wakitengwa katika ngazi zote. Mwalimu yeye alisema kama sio mrengo wa no reform no election unatengwa na ushauri wao kutosikilizwa juu ya hoja ya no reform no election, lakini Ruge ameeleza hawezi kuwa kwenye chama ambacho haamini katika ajenda na msimamo wao. Amani Golugwa amejibu kwamba kuondoka kwao hakuna pengo lolote waliloliacha ndani ya chama hicho ambacho ni kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Naye John Heche amesema yaliyosemwa na walioondoka hayana ukweli bali wamefikia bei, na ana taarifa kuwa wengine pia watafuata. Yaani sio hao tu walioondoka na kutangaza kuondoka, amesema wamefikia bei kwamba wamenunuliwa, na ana taarifa pia kwamba kuna wengine ambao wataondoka, yani watafuata kuondoka Chadema. Kwa hakika jawabu ya swali la nani anasema kweli kati ya makundi haya huenda lisiwe muhimu miongoni mwa wafuasi wa chama hicho. Bila shaka ambalo ni muhimu ni kutokiona chama hicho kikiporomoka na kuishia kwenye kaburi la sahau. Chadema bado ina ushawishi na yanaonekana Tundu Lissu amekuja na mkakati mpya ili kufanikisha kile wanachotaka kukifanikisha. Matokeo ya mwisho yatakayozaliwa kutokana na mikakati hiyo ndiyo yataamua ikiwa uongozi wake umefanikiwa au umefeli katika kufanikisha mipango ambayo ameiandaa kwa Chadema. Swali linabaki, Chadema inajijenga au inajimega? Ndilo swali muhimu kabisa. Kujiuzulu au kuondoka chamani sio jambo jipya kwa Chadema. Itakumbukwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, vyama vya upinzani hasa Chadema vilipoteza wanachama kadhaa waliokuwa wabunge na madiwani ambao walihamia Chama cha Mapinduzi CCM kwa hoja ya kuunga mkono juhudi za maendeleo za raia wakati huo wa hayati John Pombe Magufuli. Chadema waliwatuhumu walioondoka kuwa wananunuliwa na kuahidiwa kupewa viti katika uchaguzi mkuu. Wabunge walioondoka Chadema na kufanikiwa kurudi katika nafasi hizo kupitia Chama cha Mapinduzi walikuwa ni pamoja na Mwita Waitara, Julius Kalanga, Chacha Rioba, Godwin Mollel na James Ole Milia, lakini pia Pauline Gekul pamoja na Joseph Mkundi. Licha ya kundi kubwa kuondoka, Chadema bado ilifanikiwa kubaki kuwa chama kikuu cha upinzani, ingawa ilikosa viti vingi vya ubunge kama vyama vingine vya upinzani kutokana na kile ambacho wengi walikiona kuwa ni mbinu chafu zilizotumika wakati wa uchaguzi wa mwaka 2020. Turudi sasa kwenye swali kuu. Je, Chadema inajijenga au inajimega? Ionekanavyo ni kwamba mambo yote mawili kwa sasa yanatokea kwa wakati mmoja. Uongozi mpya uko katika harakati za kukijenga chama, na wakati huo huo kuna makundi yanameguka ndani ya chama na kutangaza mambo mabaya kwa chama, lakini kwa namna moja ama nyingine chama kinazidi kupata umaarufu, lakini pia uongozi mpya
kupitia makamu mwenyekiti kwa sasa ambaye ndiyo kiongozi mkuu baada ya Tundu Lissu kuwa gerezani, wanazidi kuhakikisha kwamba chama kinazidi kujijenga. Lakini pia wale ambao wanaona chama kinafanya vitu ambavyo havifai, ni ruksa kuondoka. Hakuna mtu ambaye anamzuia mtu kuhama chama. Una nafasi pia ya kushare na sisi maoni yako kwa hiki, lakini kubwa zaidi, tuachie maoni yako. Una mtazamo gani kwa hiki ambacho kinaendelea Chadema? Unaionaje Chadema ya Tundu Lissu, misimamo yao mikali, pamoja na hiki ambacho kinaendelea kuelekea uchaguzi mkuu? Tuachie maoni yako na tukutane tena wakati mwingine hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali.